Ndugu zangu Waislamu, tumetoka katika funga takatifu, tumetoka kwenye kuusafisha mwili wetu. Kwa msingi huo, anwani ya hutuba yetu hii ya Idi itakuwa kama ifuatavyo kwa uchache sana. Ndugu zangu Waislamu, tujitahadharishe sana na kumuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya leo. Tujihadhari sana na kumuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya leo. Ndugu zangu Waislamu, hutuba itakuwa ni fupi ili tuondoke tuende tukafanye majambo yetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi wa hutuba nitachukua hadithi 1, 2, 3 na aya 1 ili tumalize tuende nyumbani tukafanye majambo yetu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man asa Allah yawmal Eid fakaannama asa Allah yawmal Eid. Yoyote mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya leo kana kamba amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana kwa haya, kwa mazuri tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani isiwe ndiyo sababu ya kufungulia maasi tukaenda kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuyaenzi mazuri tuliyoyafanya, yale yote tuliyoyafanya mazuri katika mwezi wa Ramadhani tuendelee nayo mpaka Mwenyezi Mungu achukue roho yetu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu hujakataza sisi Waislamu kufurahi siku ya leo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafurahi yeye na familia yake, na sisi tuna haki ya kufurahi sisi na familia zetu. Cha muhimu cha msingi ni kuangalia na kuzingatia twende katika sehemu salama sisi na familia zetu. Inawezekana wapo miongoni mwetu hawajai kutoka na familia zao. Leo ndio fursa ya kutoka wewe na familia yako kwenda kuitembeza katika mahala pazuri, na wao wakatoka kidogo wakaangalia mandhari tofauti ni ya nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, hadithi niliyotangulia kuisoma niliyosema, man asa Allah yawmal Eid fakaannama asa Allah yawmal Wa'id. Kuna watu miongoni mwetu wameazimia kwenda kumuasi Mwenyezi Mungu. Kama sio wewe, yupo anayetusikia. Kama si anayetusikia, yupo asiyetusikia, kwa sababu wanaona sasa fursa ndiyo imefunguliwa. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii thamani yake ni sawa na mlima Kilimanjaro, dhahabu kama utapewa kwa uzito wa hadithi hii. Muda wetu nimesema nitatumia mdogo sana, lakini nitamani kidogo nikae kwenye hadithi hii tuiangalie kwa kina. Kwa nini Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema maneno haya? Siku ya leo ni siku yenye kufurahi. Kwa nini tunafurahi? Tumetoka katika ibada nzito, ibada ambayo kila mmoja alitamani mchana huo uliopita angekuwa anakula chakula chake cha halali kwa furaha, lakini alikiacha mpaka jioni, na mwili wake umepata tamrin na mazoezi mazuri kwa kuingia kwenye ibada hii. Pamoja na kuingia kwenye ibada hii, lakini yupo mtu anaweza akayaribu haya yote kwa siku hii moja ya leo. Ndugu zangu Waislamu, mfano uliopigwa kwenye hadithi hii kwa mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu leo ni sawa na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu kesho yaumul Qiyama. Mfano wa kidunia, mwanadamu imetokea amepata jarima ama amefanya kosa la jinai ama kosa si la jinai likamfikisha kuwa yupo katika mikono salama ya polisi. Hatimaye kafikisha mahakamani. Baada ya kufikishwa mahakamani, ikawa anasomewa judgment yake kuwa kosa lake ni 1, 2, 3. Mwanadamu anapokuwa pale anakuwa na unyenyekevu na usimamizi mzuri kwa kumheshimu hakimu, kwa sababu yupo mbele ya mahakama. Kusimama atasimama kwa adabu, kuongea ataongea kwa adabu, kwa sababu ya mamlaka aliyokuwa nayo ama yaliyopo mbele yake kutokana na kadhia iliyomkuta. Kwa maana hiyo mtu huyu atakuwa na heshima na taadhima ili kumheshimu hakimu na sehemu ile kutokana na sehemu husika. Ndugu zangu Waislamu, heshima hii mwanadamu anaitoa kwa mwanadamu mwenzi wake. Anakuwa mnyenyekevu, anakuwa ni msikivu ili hukumu yake ipite salama. Sasa Mtume akafananisha akasema, mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu leo kana kwamba amemuasi Mwenyezi Mungu yaumul Qiyama, siku ambayo kila mmoja atasimama ili kusubiri kadhia yake, kusubiri hukumu yake. Na tumeelezwa sana wakati tutakuwa hapa tunasubiri Mwenyezi Mungu, moja ya adhabu atakazotupa, jua litakuwa limeshuka sana.
kila mmoja linamchoma na kila mmoja analalama akisubiri lake. Sasa sehemu hii ama wakati huu, sidhani kama kuna mtu itafikia atamwasi tena Mwenyezi Mungu pale. Kwa uzito wa siku hii ikafananishwa sawa sawa na uzito wa siku ya leo. Mtu ambaye hawezi kumwasi Mwenyezi Mungu yaum al-qiyama, akiwa katika mahshara ya Allah, anamuogopa Mwenyezi Mungu. Wabitali leo mwanadamu lazima muogope Mwenyezi Mungu kumwasi siku ya leo. Watoto wetu wa Kiislamu, vijana wetu wa Kiislamu wapo miongoni mwetu walioazimia kumwasi Mungu. Tunawanasihi vijana wetu, tunawanasihi watoto wetu, lakini pia hata sisi wazazi twende sehemu salama kwenye kufurahi. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa. Twende sehemu salama ambazo tutakwenda kupata radhi za Mwenyezi Mungu, lakini pia tutafurahi nafsi zetu sisi na familia zetu. Ndugu zangu Waislamu, tukichukua aya moja iliyopo katika surati An-Nazi'ati, tukianzia 37 mpaka 41, nikisoma kwa haraka haraka, anasema Mwenyezi Mungu baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Mwenyezi Mungu anasema yoyote mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu, mwenye kuchupa mipaka kumuasi Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu ameongea kwa kila mwanadamu, awe Muislamu na asiwe Muislamu. Na mfano mzito ni ule Mwenyezi Mungu aliotoa wakati Firaun amesema ana rabbukumul a'la. Firaun alipaza sauti akatangazia dunia akasema yeye ni Mungu. Hakuna kosa baya kama kutangaza kuwa wewe ni Mungu. Na kila mmoja anajua Firaun ni mwanadamu, lakini alimtangazia Mwenyezi Mungu anemjua kidhati kabisa kuwa yeye si Mungu, lakini akatangaza akasema ana rabbukumul a'la. Maneno haya ni mazito sana. Mwenyezi Mungu akumuadhibu pale pale Firaun. Alimwambia Harun na Musa, akawaambia idhhaba ila firauna innahu tagha, hakika Firaun amechupa mipaka. Mwenyezi Mungu akawaambia nendeni mkamfikishie maneno mazuri, na akawaambia waqula lahu qawlan layina. Neno tagha ndio hilo Mwenyezi Mungu amesema fa amma man tagha, yeyote atakayechupa mipaka, wa athara alhayata dunya, akaona maisha ya dunia kwake ndio sehemu ya vitu ambavyo anastahili sana kuvifanya. Ndugu zangu Waislamu, hasa vijana, dunia leo imetuchukua sana kuona kwa tutaishi sana hapa duniani milele. Kijana wa Kiislamu, ulikaa siku 30 unafunga kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa kufanya ibada mbalimbali. Pengine ulikuwa na mabaya ulikuwa ukiyafanya ukayaacha, pengine ulikuwa unabeti, pengine ulikuwa unafanya kadha wa kadha, lakini ukaona hapana, haya hayafai, ukaamua kuyaacha kwa sababu ya heshima na taadhima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo hatunao mwezi wa Ramadhani. Sasa kama sisi tulikuwa ni waabudia wa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani hatunao, umeondoka. Lakini kama tulikuwa ni waabudia wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hayyun la yafna wala yabla yabqa daiman, yupo Mwenyezi Mungu, tuendelee kumwabudu. Na kikubwa zaidi kwenye siku ya leo ambao kila sehemu wameweka matangazo, hapa watoto shilingi 500, ukiingia mle kuna maasi matupu. Baba na mama tuwe na tahadhari na familia zetu. Sehemu salama zipo ambazo ukienda hata utatoa shilingi 10,000 ni salama, ni bora kuliko kwenda kutoa shilingi 500 ama 2,000 sehemu ikawa sio salama. Mtoto akienda, wewe ndio mzazi pia utakuwa umechangia kwa kile anachokifanya kule mtoto, kwa sababu wewe baba ndio muhusika. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Mwenyezi Mungu na tuendelee kumuogopa Mwenyezi Mungu, hasatan katika siku ya leo. Anatangaza kama nilivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man asa Allah yawm al-Eid fakaannama asa Allah yawm al-Wa'id. Tujitahadhari na siku hii, wakina mama, wakina baba. Wakina mama tena tujitahadhari sana na kujitahidi sana akina mama kutoa sadaka, hasatan katika siku hizi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopazwa akaenda kule, wakina mama alitangaza akasema waona wengi sana wameingia motoni kwa mambo yao, lakini mwisho yote akawapa favor,
akamwambia ili muokolewe na haya, jitahidini sana kutoa sadaka. Jitahidini sana kutoa sadaka, itawasaidia sana wakina mama kwa mengi myafanyayo, lakini kwa mambo makuu mawili mazito ambayo yanawapunguzia baadhi ya majambo katika manyanja ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tujitahadhari na siku hii ya leo, twende katika sehemu salama. Kama tulikuwa na ugomvi na jirani, basi ndio fursa ya kwenda kuyamaliza haya. Kama ulikuwa na ugomvi na ndugu yako, basi ndio fursa ya kwenda kumtembelea. Unakwenda, ndugu yangu, nimekuja, yaliyopita yamepita, tufungue ukurasa mwingine. Sisi ni waja wa Allah, ipo siku tutaondoka. Mnakwenda mnazungumza, kama hataki wewe umekwenda kwa Mwenyezi Mungu, dhima isha kutoka. Ndugu zangu Waislamu, tujitahadhari na kumasi Mwenyezi Mungu katika siku ya leo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, na Mwenyezi Mungu atulipe na tuzidi kuwa katika mambo ya kheri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia hutuba ya pili, anwani ni ile ile, tujitahadhari na kumasi Mwenyezi Mungu kwenye siku ya leo. Tukimalizia baadhi ya hadithi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ittaqillah haythu ma kunta wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Tumuogope Mwenyezi Mungu popote tulipo. Usijione umeenda sehemu ya mbali. Kijana wa Kiislamu umeweka promise na binti wa watu, mzee wangu, kaka yangu, mama yangu, dada yangu, ukaona leo ndio siku sasa ya ahadi na kutekeleza yale. Mkaona twende sehemu fulani huko hatuonekaniki. Tuelewe ya kuwa Mwenyezi Mungu anatuona. Na ndio Mtume akatangaza akasema, ittaqillah, mwogope Mwenyezi Mungu haithu ma kunt, popote ulipo. Hata kama utakuwa chini ya ardhi, Mwenyezi Mungu anakuona. Hata kama utakuwa chini ya wingu ama juu ya wingu, Mwenyezi Mungu anakuona. Kikubwa na cha msingi, iangalie nafsi yako, alafu muangalie Mwenyezi Mungu aliyeumba hiyo nafsi yako. Madhali nafsi huwezi kuiona wala huwezi kuishika nafsi, kama ulivyokuwa upepo unahisi tu unavuma, basi ndivyo ulivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelewa wewe. Ndugu zangu Waislamu, nimalizie na maneno ya Malenga. Malenga anasema, tazawwadu min ad-dunya fa innaka la tadri idha jana al-laylu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri wa kam min fata amsa wa adha akfanuhu tunsaju fil ghaibi wa la tadri man aasha alfa au alfain fa innahu la budda lahu min yawmi yasiru ila al-maqbara. Anasema jiandae kupitia haya maisha ya dunia kuwa kuna kesho. Leo sisi tuliopo hapa, wapo wenzetu walitamani leo wafike na wasali kama sisi tulivyosali, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka jana juzi wameondoka duniani. Lakini yawezekana mimi na wewe tukaondoka hapa, ikawa ndio sababu kasikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ndio Mwenyezi Mungu pekee anayajua siri ya haya. Lakini mimi na wewe tunaongea, mimi na wewe tunafanya, mimi na wewe tunatenda, lakini hatujui ni lini tutaondoka, ni muda gani tutaondoka. Haya maisha ya dunia mazuri sana, haya maisha ya dunia ni matamu sana, lakini ndio sababu ya kujiandaa kwa ajili ya maisha ya kesho. Ndugu zangu Waislamu, akaendelea Malenga akasema, ni wangapi wamekufa wakiwa ni wazima, hata kichwa akiumi, hata kidole akiumi, amekaa hapo hapo, ndio muda wake umefika, kaondoka. Lakini aliamka asubuhi, haelewi kama jioni atafika.
Lakini mwanadamu anayafanya yake, anajua moja kwa moja jioni atafika, anapanga mambo bila kusema insha Allah, kana kwamba anajua kabisa kesho nitafanya, kesho kutwa nitafanya, mtondogoo nitafanya. Lakini piga picha ambaye wewe umeamua leo kumuasi Mwenyezi Mungu, umeamua kesho kumuasi Mwenyezi Mungu, umeamua kesho kutwa kumuasi Mwenyezi Mungu. Wakati unamuasi Mwenyezi Mungu, Mungu anakuona. Ana uwezo Mwenyezi Mungu pale pale unapofanya maasi akakufisha ukaondoka na maasi yako. Lakini Mwenyezi Mungu alivyokuwa anatupenda, wangapi wanamuasi Mwenyezi Mungu bado Mwenyezi Mungu anawapa pumzi. Tena wanafanya kwa ujasiri wa hali ya juu, kwa ufundi wa hali ya juu, mpaka inafikia mwanadamu anatamba, anasema mimi ni bingwa kwa haya, kwa sababu pumzi inamdanganya. Anaona kuwa haonekani na mwanadamu, lakini hajui kama Mwenyezi Mungu anamuona. Ni wangapi wanayofanya haya? Lakini inafika mwisho, baada ya Mwenyezi Mungu amemstiri mwanadamu, anakwenda mbele ya halaiki ya watu, anatangaza, anasema mimi jana ilikuwa kadha wa kadha wa kadha, leo tumekwenda bichi kadha wa kadha wa kadha, tumefanya 1 2 3. Huyu ni mwanadamu, Mwenyezi Mungu amemstiri, lakini yeye anajifichua siri yake, anaitangaza kwa kila mtu. Ndugu zangu Waislamu, wakati tunamuasi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hashindwi kutuadhibu, Mwenyezi Mungu hashindwi kutufisha, lakini kwa mapenzi yake anatuacha. Sasa madhara umestiriwa na Mwenyezi Mungu, na wewe jistiri, lakini isiwe ndio sababu ya kufanya maasi. Ndugu zangu Waislamu, akamalizia malenga akasema, na ni wangapi wamekufa, na ni wangapi wamekaa bila kufa, wakiwa vitandani wamelala, ni wagonjwa sana, lakini mpaka leo yupo mzima, anakufa, mgonjwa anabaki. Mpaka watu wanashangaa, fulani kaumwa sana, bado yupo, fulani. Uongozi na kushauri, naamini eneo hili Waislamu wapo wengi, wapo kwani, wakiwa Waislamu 40 ni wachache hao? Wakiwa Waislamu 100 ni wachache hao? Ni wengi sana. Tufanye sensa, tujielewe Waislamu wa hapa, alafu ifike mahala hiki kituo kianzishwa hata Ijumaa, wakiwa Waislamu 50 ni wengi. Naam, kwa nini kituo kikae bila kuswaliwa Ijumaa? Na kwa nini Waislamu wapo majumbani hata leo siku ya Idi wanashindwa? Hivi kweli hawa ndio Waislamu wa maeneo haya? Sisi tuliokuja iwe ni nafasi kwetu sisi kuwakumbusha hao, ili wafike kwenye nyumba hii. Isiwe wanafika hapa siku wamekufa ndio wanakuja hapa tunawaswaliwa swala isiyokuwa na sijida, lakini wakati wa uhai wao walikuwa wanaokimbia msikiti. Ndugu zangu Waislamu, msikiti usiwe kituo cha polisi. Msikiti ni sehemu yetu sisi Waislamu ya kujidai. Unakuja hapa unatamba kama vile unavyokwenda nyumbani kwako unatamba, na msikitini sehemu ya kutamba. Hii ndio sehemu ya kujionyesha kwa Mwenyezi Mungu kuwa upo. Sasa ifike mahala msikiti tusifanye kama kituo cha polisi. Vijana tunawanasihi na kuomba tufanye sana ibada na tuenzi sana huu msikiti kwa nguvu zenu nyinyi vijana. Kama tunavyosema nyinyi ndio nguvu kazi ya kesho. Sasa iwe nguvu kazi ya Uislamu ya kesho katika kuhudumia huu msikiti. Ndugu zangu Waislamu, tukimalizia malenga anasema ni watoto wangapi wamezaliwa maskini ya Mungu hawajui, lakini kumbe wamezaliwa ghafla, ndani ya dakika 5 mtoto anakufa, sanda inaandaliwa pale. Mtoto amezaliwa hana dhambi hata moja. Huyu ndio Mwenyezi Mungu anapomchukua mja wake, angali mtoto wala mkubwa wala mzee. Wazee wangapi wapo mpaka leo na vijana wangapi wengi wamekufa. Ndugu zangu Waislamu, tukirudi pale pale, anwani yetu inasema tujihadhari na kumuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, siku ya kufurahi, siku ya kujenga familia zetu, siku ya kuzipeleka familia zetu mahala pazuri ziende zikafurahi. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tulipe juu ya haya. Mwenyezi Mungu tulipe na jalia familia zetu zidumu katika Uislamu, nasi tufe ndani ya Uislamu.
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. يا رب سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك يا الله. يا مستغيث أغثنا بغثائك يا أرحم الراحمين. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك وأنزل علينا رزق إن كان في السماء وقربه إن كان بعيدا يا أرحم الراحمين وكثره إن كان قليلا يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.